Nataka nikuzawadie Mercedes. Nataka nikuzawadie Mercedes Benz C-Class. Hii umetoka kwa nabii mkuu, itakusaidia unapoingia. Nataka ukiingia kuimba mahali watu wajue ulikutana na nabii. Moyo wako ukabadilika kabisa na maisha yako yakachukua tena. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Ambayo TV? Mimi majina yangu kwa hisani ya wazazi naitwa EZRA Maridadi the Featherweight. Siku ya leo bwana, tukio la mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert limekuwa likitrend sana kutokana na kile anachokieleza kwamba ameamua kuchoma gari aina ya Mercedes Benz CX5 ambayo alikabidhiwa na mtumishi wa Mungu Joe Devi, ama anajiita kwa kufahamika kwa jina la nabii mkuu Joe Devi. Ikumbukwe mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert amekuwa na ukimya wa muda mrefu zaidi, ambao watu wengi wamekuwa kitafsiri kwamba kwa sasa amepotea kwenye ramani ya muziki wa gospel, kwa sababu muda mrefu sana hajafanikiwa kutoa wimbo wote ule ambao umekuwa ukitembea, tofauti na hapo awali ambapo nyimbo zake zilikuwa zikipendwa zaidi na watu mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert ambaye amefanya wimbo wa Ipo Siku Yangu, lakini vile vile wimbo wa Hauwezi Kushindana na Wanadamu, wimbo ambao ulimpatia jina kweli kweli hapa Tanzania kupelekea mpaka kuitwa Ikulu na mheshimiwa rais, alikuwa rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete. Ikumbuke mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert baada ya kutoa wimbo wake wa Nibadilishe aliweza kuitwa na nabii mkuu Joe Devi na kukabidhiwa. Aliulizwa kwanza, unatumia aina gani ya gari? Akasema kwamba anatumia Alphard, ndio ambayo amefanikiwa kuweza kununua katika maisha yake. Mtumishi wa Mungu akamuuliza, je, upo tayari nikukabidhi zawadi ya gari? Goodluck Gozbert hakuwa na shaka, alikubali tu kwamba nipo tayari, kwa sababu wasanii wengi wamekuwa wakitamani kutumia vitu vya kifahari. Basi haikuwa shida kwa mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert kuweza kukataa gari aina ya Mercedes Benz, ambayo hata kwa wewe ambaye unatazama video hii kwa sasa, ukiambiwa uwe gari hiyo, usidhani kama unaweza ukakataa aina hiyo ya gari. Lakini baada ya kupewa hiyo gari, inasemekana kwamba kumekuwa kutokea vitu vingi sana kwake Goodluck Gozbert. Tutazame kwanza video hii hapa ya kwanza, ambayo inaonyesha siku ambayo mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert alikuwa akikabidhiwa hiyo gari. Nataka nikuzawadie Mercedes. Nataka nikuzawadie Mercedes Benz C-Class. Hii umetoka kwa nabii mkuu, itakusaidia unapoingia. Nataka ukiingia kuimba mahali watu wajue ulikutana na nabii. Moyo wako ukabadilika kabisa na maisha yako yakachukua tena mpya kuanzia sasa. Kudharauliwa kote kumeisha. Hali zote zile ambazo zilikuwa zinafanya watu wa kuangalia tofauti, leo Mungu amezifuta na amekupa kibali kipya. Kwa hiyo nakuzawadia gari hii hapa tuliposimama dakika hii. Hapa tuliposimama dakika hii. Naomba Goodluck leta ile gari hapa katikati. Na hivyo ndivyo ambavyo mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert aliweza kukabidhiwa hiyo gari. Sasa ikumbukwe imepita miaka mingi sana tangu alipokabidhiwa gari, na kutokana na wajuzi wa mambo wanavyosema kwamba tangu alipokabidhiwa ile gari hakuna mafanikio yote ambayo mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert ameweza kuyaona, na hicho ndicho ambacho kimepelekea kuweza kulichoma hilo gari, huku wengi wakidai kwamba anaweza kashtakiwa kutokana na kwamba sheria za nchi haziruhusu. Lakini ukisoma vizuri kwenye sheria, kitu ambacho ni chako unaona kabisa kimekupa misukosuko, basi unaruhusiwa wewe kuweza kukifanyia kitu chochote kile ambacho unakihitaji, as long as you own that property. Hivyo basi ndivyo ambavyo mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert alichoamua kukifanya.
kama Mbayu TV. Mimi majina yangu kwa hisani ya wazazi naitwa EZRA The Fiza Weight. See you next time. Na tuko mahali hapa kwa ajili ya tukio moja maalum sana ambalo imempendeza